na maendeleo ya manispaa yetu. Wameelezea barabara ambazo zinafunguliwa ili kuboresha miundombinu, ikiwemo barabara hii ambayo tumesimama leo tunazungumza, ambayo inajengwa kwa kiwango cha lami nzito zaidi ya kilomita 1, na barabara ambazo zinakuja kujengwa kwa zabuni ambazo zinatangazwa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu, ikiwemo barabara ya Wafipa ambayo inaanzia hapa tuliposimama mpaka darajani Mto Luiche, ili kuondoa kabisa tatizo la watu wetu wanaofanya kazi kule Mgumile kwa shughuli zao za kilimo kuweza kufika. Na ndio maana nilimpeleka balozi wa China kule kama alivyoeleza Butije, sababu Benki ya Dunia wao wanatujengea barabara mpaka Mtoni. Kwa tunahitaji tupate fedha kuweza kujenga daraja pale kwenye mto, ili barabara ile sasa iweze kutumika kwa namna ambavyo inastahili. Vile vile zimeelezwa kazi kupitia kamati ya uchumi, afya na elimu. Upande wa elimu, na meya amefafanua kuhusu namna tunavyosomesha vijana wetu wanaomaliza kidato cha 4 katika shule za ndani ya manispaa yetu kwenda kokote ambako wanapangiwa. Lakini pili, juhudi za kuongeza nafasi za kidato cha 5 na cha 6 katika manispaa yetu, ambapo tayari tuna shule 2 za high school. Wakati mnatuchagua, shule ya high school hapa Kigoma ilikuwa Kigoma Sekondari peke yake kwa maana ya serikali, lakini ndani ya chini ya miaka 2 toka mmetuchagua tayari tumeongeza shule 2 zenye kidato cha 5 na kidato cha 6. Na kwenye ahadi, ukiangalia kile kipeperushi chetu, tuliahidi kuongeza high school 2 katika kipindi cha miaka 5. Sisi tumefanya ndani ya mwaka 1.5 toka tumechukua halmashauri kukamilisha ahadi ya miaka 5. Na ndiyo maana tumeamua kama jinsi ambavyo meya ameeleza hapa, kuongeza high school ya sayansi peke yake, kwa sababu high school kama ya Kigoma Sekondari ambayo imekuwepo siku zote, hii mpya ya Kasingirima na ya Buronge ambayo imeanza mwaka jana, zina mchanganyiko wa combination. Lakini tunahitaji wanasayansi zaidi katika mji wetu, vijana wetu wasome sayansi zaidi. Na kwa maana hiyo basi tumeamua tuwe na high school ya sayansi tu, yani PCM, PCB, PGM, CBG na masomo mengine yoyote ya sayansi, ambapo tunabadilisha shule ya msingi Kigoma kama ilivyoelezwa kuwa high school ya sayansi. Fedha tumeshapata kutoka Japan, na tunajenga shule nyingine ya msingi ili wale wanafunzi wanaosoma pale wahamie kwenye shule hiyo, na tayari manispaa imepanga bajeti kwa mwaka huu ya shilingi milioni 600 kwa ajili ya kujenga shule nyingine, ili kuhakikisha ya kwamba mwakani tutakapokuwa tunaongea kama hivi tutakuwa na high school 3, 1 ya sayansi na 2 za mchanganyiko, na ukiongeza ya Kigoma Sekondari zinakuwa 4. Na kwa maana hiyo ni kwamba tunakuwa ndani ya miaka 2 tumetimiza ahadi, na bonus tumeongeza ya high school ya ziada. Meelezwa kuhusu hifadhi ya jamii, tumeshaanza utekelezaji, vikundi vinaandikishwa. Mwenyekiti Ruhombi ameeleza idadi ambayo tumeshawaandikisha mpaka sasa. Lengo letu ni watu 40,000 katika manispaa yetu
ifikapo mwaka 2020 wawe wameandikishwa kwenye hifadhi ya jamii. Tukifikia watu 40,000, maana yake ni kwamba tutaitangaza halmashauri yetu kama halmashauri pekee katika bara la Afrika ambalo kila raia wake ana bima ya afya. Sio kazi rahisi. Tuna fedha ambazo tumetenga wenyewe. Mimi kwenye mfuko wa mbunge kila mwaka 50% tunazipeleka huko. Fedha za mfuko wa maendeleo ya vijana na wanawake halmashauri 10% kila mwaka tunapeleka huko kulingana na makusanyo yetu. Na tumepata ufadhili kutoka serikali ya Ubelgiji. Wao watakuwa wanatuwekea dola za euro za Ulaya milioni 1 kila mwaka, ambaye itakuwa na uwezo wa kulipia watu 20,000. Kwa hiyo hawa 20,000 wengine tuna taratibu ambao tumeziweka namna gani ambao tutaweza kuwafikia ili tuweze kufika watu 40,000 ifikapo mwaka 2020 na kuendelea, ili kuondokana tabu ambayo wazee wetu wanaipata sasa hivi. Wazee wetu wakishakuwa hawana nguvu tena ya kufanya kazi, hawana pensheni. Sababu pensheni zipo kwa watu wenye fedha maalumu, watu wenye ajira maalumu. Sisi tunabadilisha hiyo hali, kwamba nyinyi vijana mtakapokuwa mmeingia kwenye hifadhi ya jamii, mtakapofikia umri ambao hamwezi kufanya kazi tena, ile akiba ya hifadhi ya jamii inakuwa inawalipa pensheni mpaka hapo Mwenyezi Mungu atakapokuwa amewachukua. Kwa tunajenga kitu tofauti kabisa. Na ndio maana hamnisikii na hangaika kama wengine, kwa sababu nimeamua kuweka akili zangu zote, mawazo yangu yote na nguvu zangu zote kwenye kubadilisha mji wetu ili uwe mji wa mfano na wengine waseme tunakwenda Kigoma kujifunza. Sasa kuna baadhi ya watu baada ya ziara ya rais wanatumia muda wao wote kwenye mitandao kuhangaika na Zitto. Mimi siwezi kuhangaika nao. Kuna wenzetu wana barabara mpaka kwenye vijiji, kwa hiyo wanao muda wa kuhangaika mitandaoni. Sisi bado tuko nyuma, lazima tufocus kwenye maendeleo yetu. Kuna wenzetu wana umeme mpaka kwenye migomba, wanao muda wa kuhangaika mitandaoni. Sisi tufocus kwenye maendeleo yetu. Lakini watu wa Kigoma nataka niwakumbushe, maana inawezekana kuna vijana wengi wanasahau haya ambayo yanawakuta wengine ya kukamatwa na kadhalika. Wazee wetu wamewakuta miaka 20 iliyopita. Sikira Kasisiko waliwekwa ndani zaidi ya mwezi bango kwa sababu ya kupigania demokrasia. Sasa kama Kasisiko waliwekwa ndani, hawa kina Kaburu ambaye sasa hivi yuko CCM waliwekwa ndani, kina Mzee Mambo waliwekwa ndani, sio waliwekwa ndani kwa niaba yangu, sio? Kwa hiyo mimi nifanye kazi, au sio? Walinisafishia njia. Sasa kuna wengine wanataka ili uwe mpinzani lazima uwe kama wao, wakati mimi walonitangulia wameshakuwa kama wao miaka 20 iliyopita. Kina Kasiko waliwekwa ndani, kina Kaburu waliwekwa ndani, kina Mambo waliwekwa ndani. Vijana ndio na kesi zaidi ya 200 kwa sababu ya kupigania demokrasia. Mimi nakuja kwa ajili ya kile mtakuwa mnakipigania mkione faida yake. Ndio maana nahangaika na nyinyi, sihangaiki na hayo. Ni dhahiri wananchi wangu kwamba hivi sasa demokrasia katika nchi yetu imekuwa finyu, wala sio uongo. Miaka ya nyuma kulikuwa kuna uhuru
uhuru wa kutoa maoni unavyotaka. Lakini toka serikali ya awamu ya 5 ingie madarakani, uhuru umeanza kuminywa. Sasa ni lazima, hatuwezi kukalia kimya haki ya watu kuwa na mawazo tofauti. Hatuwezi kuikalia kimya hata kidogo. Lakini wakati huo huo hatuwezi kusimamisha kila kitu kusubiri haki ya kuwa na mawazo huru. Lazima haki ya mawazo huru ipiganiwe wakati tunaendelea kupigania maendeleo. Na ndio maana rais alikuja kwenda tukafungua mradi wa maji, tukaenda Lake Tanganyika. Kuna watu ambao wamekasirika kwamba rais amenisifu sana. Hawezi akaja Kigoma mtu akanisema mimi nisingekubali. Si ndio? Nimekubali mtu aniseme mimi hapa Kigoma. Na mgeni akija, siwezi mimi nikaanza nikamsema mgeni, au sio? Mgeni amekuja, unamkaribisha, amefanya kazi yake, ameondoka. Kwani rais akiendaga kwenye majimbo yao wanamsema? Rais alikwenda Bukoba mjini wakati wa tetemeko lile. Mbunge wa Bukoba mjini ambaye ni wa chama hicho cha wasema sana alimsema rais? Anawauliza nyinyi, alimsema? Rais alikwenda Arusha, Arumeru, kwa mdogo wangu Nasari. Nasari alimsema rais? Kwa nini unataka akija Kigoma mimi ndio nimseme? Mimi hamkunifundisha kwa mazoazwa. Wazee mlinifundisha adabu na mlinifundisha kwamba wewe hakikisha maendeleo yanapatikana. Lakini sio kwamba Rais Magufuli akikosea hatutamsema, tutamsema. Na tumeshamsema sana. Sisi ndio chama cha mwisho kufanya mkutano wa hadhara pale Mbagala, tukaja na operation okoa linda demokrasia. Tumemaliza, mikutano ikapigwa marufuku. Na tukafanya mkutano, tukamwambia rais unaharibu demokrasia. Pale ambapo anaharibu lazima tuseme. Lakini pale ambapo tunaona anafanya mambo mema ni lazima tumpongeze. Tutakuwa ni watu wa ajabu sana tusipompongeza mtu anapofanya jambo jema, na tusipomkemea mtu anapofanya jambo la ajabu. Akipambana na rushwa tunamuunga mkono, ndio ilikuwa ajenda yetu. Akipambana na watu ambao wanaiba rasilimali zetu za madini, lazima tumuunge mkono, sababu ndio ilikuwa ajenda yetu. Nchi hii imenijua mimi kwa sababu ya Buzwagi. Leo mtu akija kutekeleza yale ambayo mimi nilikuwa nayapigania miaka 10 iliyopita, eti nimpinge? Tumepambana kuhusu wizi wa escrow. Leo mtu ambaye anawakamata wale wote na wapeleka mahakamani nimpinge? Haki mniambie kama mnataka turudi kwenye zile siasa ambazo tayari kina Kaburu walizifanya, kina Mzee Kasiko walizifanya, kina marehemu Mzee Mengo walizifanya, kina Mzee Shabani Mambo na wengine wote walizifanya. Niambieni, tarudi tu mimi, uwezo ninao. Lakini kama mnataka tuibadilishe Ujiji, tuibadilishe Kigoma, tuibadilishe Bangwe, tuibadilishe Bungu, hivi ninavyofanya ndio ndia sahihi. Na nyinyi ndio mlionichagua, na nyinyi ndio ambao mtakaoniambia Mheshimiwa Mbunge twende hivi. Hapa katikati hapa nilikuwa mkali, kapambana kweli kweli. Mkaanza watu wananiandikia message, bwana hii miradi yako hii, ukali wako hii, jamaa ataizuia hii.
Nikianza kutulia kidogo miradi iende, nasema tena bwana mbona ukali umepoa kidogo. Sasa niambieni nataka nini? Maana mimi na uwezo wa kuwa vyote. Ndio vipaji ambavyo Mungu alinipa hivyo. Naweza nikaamua kuwa mkali sana, korofi, au naweza nikaamua kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye njia ambayo na sisi tuinuke, na sisi tuwe kama sehemu ya Tanzania, tusiendelee kuwa nyuma. Sasa mtachagua nyinyi njia gani? Kwa hiyo sisi kuna mambo ambayo lazima tuyamfano. Juzi rais alienda kule Kakonko, akatumia maneno mabaya sana dhidi ya mbunge wa Kakonko, wa Buyunu, Mwalimu Birago. Hayo maneno sio ya kiungwana, sio maneno ya rais kuzungumza. Tunamwambia, lakini akija akasema mradi wa maji ukamilike tarehe 30 Novemba, lazima usimame ushukuru Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana. Sababu watu wetu hawana maji. Utapinga na watu wako hawana maji? Sasa hayo ndio niyaseme. Na ndio maana wakati yeye Rais Magufuli ametangaza elimu bure mpaka kidato cha 4, sisi tukatangaza tunalipia elimu bure mpaka form 6. Tunashindana kwenye maendeleo. Siku ya siku ikifika, akasema mimi nilitoa elimu bure mpaka form 4. Tutamuuliza, wale watoto ambao wanamaliza form 4 wanafaulu form 5 na form 6, wazazi wao ni wale wale. Nani anawasomesha? Sisi tunawasomesha wetu. Wilaya zingine zimesomesha kina nani? Wabunge wengine wamesomesha kina nani? Sisi kila mtoto wetu, wewe unachotakiwa umalize form 4 hapa Kigoma. Na wala tuangalie unatokea wapi. Hatuangalii kabila yako, hatuangalii baba yako, hatuangalii mama yako. Umesoma katika shule ya hapa Kigoma, ndio. Ndani ya manispaa, ndio. Tunalipa. Tunalipa shuleni moja kwa moja. Hakuna manispaa nyingine inayofanya hivyo katika mji huu. Na sisi ni manispaa maskini kulinganisha na manispaa zingine. Lakini katika umaskini wetu wao tunajua tuwekeze kwa watu wetu. Na mambo ambayo tunakwenda kuyafanya huko mbele, tunataka tufikie uwezo. Mtoto anayetoka Kigoma anakwenda chuo kikuu, asiende kuhangaika na mikopo ya elimu ya juu, tumsomeshe wenyewe. Huko ndiko ambako nataka tufike. Tushindane kwenye maendeleo. Au sio jamani? Ndugu zangu, kuna baadhi ya mambo ambayo madiwani wameeleza. Mimi kuna vitu vichache ambavyo nataka nivielezee. Moja, kila wakati nasema lazima tubadilishe hadhi ya mji wa Ujiji. Ujiji kwa asili yake ni mji wa biashara. Ujiji ni Ujiji kwa sababu ya shughuli za biashara. Leo hii mji wa Ujiji umedidimia kwa sababu shughuli za biashara zimekuwa ndogo. Leo hii watu wanahama Ujiji kwa sababu shughuli za biashara zinakuwa ndogo. Huu ulikuwa ni mji mkubwa kuliko Dar es Salaam miaka ya 1800 huko, miaka 200 iliyopita. Huu ulikuwa ni mji mkubwa kuliko Mwanza. Juzi tu mwaka 1910 Mwanza ilikuwa na watu 3000, Ujiji ilikuwa na watu 14000. Ujiji, sio Kigoma nzima, Ujiji. Niliwaambia kwenye uchaguzi, nataka niweke nguvu zangu kubadilisha hadhi ya mji wa Ujiji, kurudisha pale ambapo Ujiji unatakiwa kuwa. Na kuna mambo tuliwaambia tunayafanya. Moja ya kimiundombinu. Tuliwaambia lazima tuunganishe maeneo muhimu ya Ujiji. Kwenda Kagera kwa Ismail Mtiji ameeleza hapa, tunajenga lami kuanzia hapa mpaka Darajani. Na tumeshaanza kuhangaika kutafuta fedha kwa ajili ya daraja lile. Chakula kutoka kule kikaingia sokoni, watu watakuja hapa, mzunguko wa fedha utaongezeka. Ndio maana leo unaiona Nazareti, soko la Nazareti liko vile lilivyo kwa sababu ya nini? Ya biashara.
nusu ya vyakula vya Kigoma vinatoka Mgumile. Lakini tabu wanayopata watu kule, mimi ndugu zangu niwaambie, kila nikiwa jimboni lazima niende Mto Ruiche. Huwa nasimama pale naangalia, naingia kwenye mtungu, navuka upande wa pili. Kuna kina mama pale wanaponda mise, wanatengeneza mawese. Halafu najiuliza, mimi Kigoma amenisomesha mpaka na master's degree. Kigoma imenipeleka bungeni mwaka wa 15 mwaka wa 15. Na sababu gani ya kujiita msomi au ya kuwa kiongozi iwapo nitaacha hali ile iendelee muda wangu utakapokuwa umekamilika? Na ndio maana nimbeba balozi wa China. Haikuwa kwenye ratiba. Waulizeni madiwani hao. Tumemaliza ratiba, nikamwambia unasema nataka nimpeleke balozi. Kwa bamia kwa. Nikaingia naye kwenye mtumbu, tukavuka upande wa pili. Inatia simanzi sana. Sasa tumefanikiwa. Barabara inafika kule, tunatapata na fedha za ujenzi wa daraja. Ina maana tutakuwa tumeshaunganisha Kagera, Mgumile na Ujiji. Juzi mlisikia Lake Tanganyika, nilimkumbusha rais ahadi. Aliahidi kilomita 10 za barabara. Sisi kwenye halmashauri tukakaa tukaiteua barabara ya Kasulu Road ambayo inaunganisha Ujiji na Msimba kama barabara ambayo ijengwe kwa zile ahadi ya rais ya kilomita 10. Na barabara ya Bangwe kuja Ujiji. Maana yake ni kwamba tayari mji wote wa Ujiji utakuwa na njia za kuingia kote. Hiyo ni miundombinu. Na tayari hili tende inatangazwa tarehe 1 mwezi wa 8. Hii hapa kesho kutwa. Bai mwezi wa 12 wakandarasi watakuwa barabarani, wataanza kazi. Sasa kuna kubwa zaidi ambalo ndio tunalipigania lifanyike. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia tumepata mwekezaji wa kulifanya. Mradi wa jiji la Ujiji unaitwa Ujiji City, kituo cha biashara na mizigo cha Ujiji. Halmashauri imeshatenga hekta 15 eneo la Forodhani kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha biashara. Maana yake nini? Leo hii mtu wa hapa Kigoma akitaka kununua nguo za jumla anakwenda wapi? Kariakoo, si ndio? Mwenye hela kidogo anakwenda wapi? Dubai, si ndio? Mwenye hela zaidi anakwenda wapi? China. Tango nyingi hapo tunabani viwanda vya China. Hata Ulaya uko na viwanda vya China. Sasa sisi tunataka tuweke kituo hapa. Viwanda vinavyotengeneza bidhaa China vilete moja kwa moja hapa Ujiji. Mtu wa Kongo anayetaka kununua bidhaa kwa bei ile ambayo angenunulia Guangzhou China au angenunulia Dubai au angenunulia Dar es Salaam Kariakoo, badala ya kwenda huko aje Ujiji. Mtu wa Burundi, mtu wa Zambia kaskazini huko Mpurungu na kupanda, na watu wa Kigoma na mikoa ya jirani, badala ya kwenda Dar es Salaam au Dubai au China waje hapa. Huu mradi ukikamilika, hatutakuwa na kelele tena za kwamba Ujiji inadidimia. Na tumeshapata mwekezaji, ameshakuja, ameshaandika barua ya commitment, wenyewe wanaita commitment letter, ameshatengeneza michoro, tumeshampa na eneo. Lakini ili ule mradi uwe wa maana,
ni lazima kuwe na bandari pale Forodhani. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 bandari inaanza kujengwa, kwa sababu tenda imeshatangazwa, wameshafanya evaluation, mkandarasi ameshapatikana. Tarehe 1 mwezi wa 9 bandari ya Ujiji na bandari ya Kibirizi zinaanza kujengwa. Kwa hiyo mtu akinunua bidhaa yake pale, anaweka kwenye marobota yake au na nini, anajua mwenyewe anavyofunga, haangaiki tena kwenda bandarini Kigoma. Anaingiza tu kwenye, kama ni boti, kama ni meli, sababu ile bandari itaweza kuegesha meli. Anaingiza, anapeleka Kalemie, anapeleka Moba, anapeleka Baraka, anapeleka Uvira, na hapo ndipo ambapo tutaweza kurejesha hadhi ya Ujiji inayostahili. Sasa sisi halmashauri tumeamua maksudi kwamba kwenye mradi huo na miradi mingine yote mikubwa lazima tuwe na umiliki. Sababu kawaida wawekezaji wakija huwa wanafanya tathmini, watu wanalipwa fidia au halmashauri inalipwa fidia. Ikishalipwa fidia, la ardhi inakuwa ya mwekezaji. Sisi tumesema hapana. Sisi ile ardhi hekta 15 za kwenye mradi ambao watajenga maduka zaidi ya 2000, watajenga magodown na watajenga na mahoteli kwa ajili ya wageni wao na wafanyakazi wao nyumba. Zile hekta 15 sisi ndo mtaji wetu kwenye mradi. Halafu tunakuwa na hisa, na tumewaambia hata kama ni mradi mkubwa kiasi gani, maana yake hisa inategemea na thamani ya mradi. Hata kama ni mradi mkubwa kiasi gani, sisi hisa isipungue 20%. Kwa hiyo ukipata faida shilingi 100, 20 ya kwetu. Lakini bado tutaendelea kukusanya kodi yetu, tutakusanya ushuru wetu, na tutaweza kubadilisha mji wetu. Tumefanya hivyo kwa Ujiji City, tunafanya hivyo kwa kiwanda cha samaki cha Katonga ambao ni hao wawekezaji wanakuja kuwekeza. Lengo letu ni nini? Halmashauri yetu ni mapato kidogo sana, na mapato mengi sasa hivi yanachukuliwa na serikali kuu. Kodi ya majengo ambayo ilikuwa inakusanywa na halmashauri, na halmashauri yetu sisi, kodi ya majengo ilikuwa ni 1/3 ya mapato yote ya halmashauri. Kodi ya majengo sasa hivi imechukuliwa na TEREA. Mabango mnayaona barabarani, watu wakiweka mabango, sui Tigo, sui Voda, sui nini na kadhalika, kama huyu hapo Mount Carmel Girls Secondary School na kadhalika. Mabango hayo mnayaona huwa yana ushuru. Zamani ule ushuru ulikuwa unakusanywa na halmashauri. Sasa hivi ushuru wa mabango umepelekwa TRA. Ina maana serikali kuu inachukua mapato yote ya serikali za mitaa, inazifanya serikali za mitaa zishindwe kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo sisi kwa kuangalia mbele, maana hatujui, mwaka jana wamechukua property tax, mwaka huu wamechukua kodi za mabango, hujui mwakani unachukua service levy, wanaanza wakachukua kodi za masoko. Kwa halmashauri inabakia haina kitu. Kwa sisi kwa kuangalia mbele, tumeamua miradi mikubwa yote ambayo tunawekeza pamoja na watu, tunachukua hisa, ili faida inayopatikana kwenye mradi na sisi tunapata nini? Faida. Hii Ujiji City peke yake, bidhaa ambazo zinakwenda Kongo na Burundi tu kwa mwaka zina thamani ya trilioni 1.4 kwa mwaka. Kongo na Burundi, bidhaa zinazotoka China tu zinazoenda Kongo na Burundi, ambao sisi kwa kupitia Ujiji City zitakuwa zinapita hapa. Wakipata faida wale wa China ya labda bilioni 500,
au milioni 200 au milioni 100, sisi tunapata 20% yetu. Kwa tutakuwa tuna uwezo wa kuendesha halmashauri yetu. Ndio maana nimewaambia huko mbele nakotaka mtoto ambaye amesoma kwetu hapa, mtoto wetu akifaulu kwenda form 5 bure, akifaulu kwenda chuo kikuu tunampa scholarship bure. Ndiko ambako nataka tufike. Mtoto wa Kigoma asipate mashaka na elimu, sababu afya itakuwa covered na bima ya afya. Kwa mradi huu naomba muelewe vizuri. Na nilisikia watu wa CCM wamekaa kwenye vikao mkoani pale, wamejadili, wanasema tutahakikisha miradi yote ambayo ACT na Zito wanaileta hapa Kigoma inakwama. Ndio juzi pale nilipomwambia rais kwamba mtu ambaye anakwamisha miradi ya maendeleo kwa sababu ya tofauti za vyama, mtu huyo Mungu lazima atangane. Nilikuwa nawaambia viongozi wa CCM chini ya wenyekiti wa Dr. Kaburu, wanakaa kwenye vikao wanasema kwamba watazuia miradi. Tulipotangaza kwamba balozi wa China anatembelea Kigoma, wakawa wanazunguka kwenye vijio wanasema hapana, haji balozi. Tumempeleka balozi kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa atapokea mtabeso balozi. Yaani hata sura ya balozi wa China, sababu wa China wanafanana sana. Lakini ni akili za kimazwazwa tu. Kukaa unapanga kupinga maendeleo katika mji wako. Na mimi nawaheshimu sana. Mimi nawaheshimu sana viongozi wengine. Leo amnisikii nakaa kwenye mikutano natukana watu. Nimeshakuwa kunisikia namtukana Kaburu? Siwezi. Najua alikuwa mbunge hapa, alifanya kazi yake, alijitoa kujenga demokrasia, hali ikamshinda, akakimbilia kama muhogo kake akaenda CCM. Wala simlaumu. Siwezi kumlaumu. Na sasa hivi meya amewaambia tunapanga mitaa, kuna maeneo mengi ambayo hayana mitaa. Nimewaambia madiwani, nahitaji kila aliyekuwa mbunge wa zamani toka tumepata uhuru katika mji wetu awe na mtaa, na mitaa ya wabunge ijipange. Na yeye Kaburu tutampa mtaa. Si alikuwa mbunge? Si alikuwa mbunge? Kwa nini nimnyime? Sababu nimshinda kwenye uchaguzi? Hapana. Nimemwambia mtu mmoja tu asipewe, Zito Kabwe. Paka na mimi nitoke au paka Mwenyezi Mungu anichukue huko, ndio watakaokuja baadaye. Hawa watoto tunawasomesha hawa watakuja kuwa madiwani, mamea, wao ndio wenye kunifikiria. Sio wakati mimi niko kwenye uongozi wanipe mtaa nitakataa. Na nimeshawaambia madiwani kata. Lakini hao wengine wote tutawapa. Sasa kwa nini tupinge? Yeye alikuwa na nafasi yake, hakuweza kuyafikiria haya ambayo nayafikiria. Mimi nimekuja aache nifanye yangu, na mimi nitaondoka, atakuja mwingine atafanya yake. Sio uongozi huo, si ndio? Kwa mimi nikihisi dalili zozote za kukwamishwa nitawaambia, lakini nitahakikisha miradi hii inakamilika. Wachina wameshatuandikia barua, tunawapelekea na rasimu ya mkataba, tunaanza kazi katika kata ya Kitongoni na kidogo inaingia kata ya Kasimbo. Mradi ule ukishakamilika na hizi barabara ambazo zinaunganisha Ujiji, tamshukuru Mwenyezi Mungu, tawaambia ya Rabbi, ndoto nilokuwa nayo nimeitekeleza. Sasa maamuzi ni yako, niendelee kuishi au nichukue. Lakini umeniwezesha kufanya ambacho nataka nikifanye katika maisha yangu, kurejesha hadhi ya Ujiji kama ilivyokuwa miaka 200 iliyopita. Ndugu wananchi, bado na mikutano mingine tutafafanua zaidi. Lakini kutokana na hili ambalo tunalifanya la Ujiji, kesho kuna mkutano mkubwa wa kimataifa
Ili hapo tunapozungumza kuna magavana watatu kutoka Kongo. Gavana wa Manyema, gavana wa Kivu Kusini na gavana wa Tanganyika, Kalemi. Maana ile Katanga iligawanywa kama majimbo manne. Jimbo moja wapo ambalo makao makuu wake ni Kalemi, linaitwa Tanganyika. Magavana wale wapo Kigoma sasa hivi. Kesho tuna mkutano mkubwa pamoja na baadhi ya wakuu wa mikoa ya Burundi na mkuu wa mkoa wa hapa na waziri wa usafirishaji Profesa Mbarawa, kwa ajili ya kufanya Kigoma kuwa kituo cha biashara za kimataifa. Na nitakuwepo kesho kwenye huo mkutano. Sasa ninawape mfano tu mdogo sana muone nachokizungumza sio jambo la ajabu. Nchi ya UAE ambayo ndo Dubai, ndio Abu Dhabi na kadhalika, UAE, uchumi wake ni trilioni 700, uchumi wa wote wa ile nchi. Yaani ukichukua uchumi wa Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah ukaugawa kwa kila mwananchi wa nchi ile, kila mwananchi pato lake kwa mwaka ni zaidi ya shilingi dola milioni 40, kama si milioni 86, sababu dola 43. Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah, zile Emirates, zile United Arab Emirates. Nchi ile inauza bidhaa nje. Jumla ya bidhaa inazouza nje zina thamani ya dola za Kimarekani milioni 368. Uchumi wao dola za Kimarekani bilioni 399, ambao ni kama trilioni 800. Wanauza nje bidhaa za dola za Kimarekani bilioni 368. Tufanye kama trilioni 700. Kwa uchumi trilioni 800. Mauzo nje trilioni 700 shilingi. Katika hayo mauzo yao ya nje ya trilioni 700, mauzo wanaita Kiingereza re-export, yani bidhaa ambazo zinakuja zinafungwa tu alafu zinauzwa tena, ndio wanaita re-export. Kama mtu ambaye ananunua nguo kutoka China analeta Kariakoo, alafu Mrundi anakuja kununua Kariakoo, ndio inaitwa re-export. Yani wewe umeimport halafu una export. Dubai, hiyo United Arab Emirates, katika trilioni 700 wanazouza nje, trilioni 500 ni re-export. Hamna viwanda. Wana mafuta kidogo kama trilioni 180. Wana gas kidogo kama trilioni 18. Lakini re-export, yani dunia inaleta vitu Dubai, watu wanaenda kununua Dubai. Hamna viwanda. Re-export ni theluthi 2 ya uchumi wote wa United Arab Emirates. Sio mafuta, sio gesi. Re-export, kuuza ambacho mwenzako ametengeneza. Hii ndio hali ambayo Ujiji inatakiwa kufanya, ndio hali ambayo Kigoma inatakiwa kufanya. Bidhaa zije, wageni waje wanunue. Hata akiwa ni mgeni ambaye ana njaa, hana hela nyingi, si lazima atanunua kama muhogo Ujiji, si hela itabaki Ujiji. Ndio nachokitaka mimi. Basi ndio ndoto yangu hii, na ndio ndoto ya chama chetu. Hatutakuwa na sababu ya kuongoza mji huu kama hatautoa hapa tulipoukuta kuupeleka pengine, ila wengine wakija na wenyewe wapeleke kwingine. Ndio uongozi na ndio hatua za kimaendeleo ambazo kiongozi yoyote anatakiwa kuzichukua. Kwa hiyo tuna mkutano kesho kwa ajenda hii
Ndio maana mlinisikia nilipiga kelele sana bungeni kuhusu reli, kwa sababu usipokuwa na reli ya uhakika na ya haraka, mzigo ukija hapo utakuwa ghali. Mzigo ukija kwa gari utakuwa ghali. Ndio maana bungeni niliposikia reli na kwenda Mwanza nikasimama kelele kwamba nyinyi hamna akili. Mwanza kuna nini? Kigoma ndio bandari kubwa, ina hela nyingi, kuna sehemu kubwa. Wabunge wote na mawaziri wakabaki wanashika vichwa, hawajui. Lakini nilipigana hivyo kwa sababu ya wazo la kufanya mji wetu kwa kituo cha biashara. Na namshukuru Mwenyezi Mungu tumepata wawekezaji wa kufanya kazi hii. Jukumu lililobaki kwa madiwani ni kuwasimamia watendaji wa halmashauri ili kuhakikisha kazi hizi hazichelewi. Sababu tatizo letu kubwa ni ufuatiliaji wa mambo. Na mimi siwezi kuwepo hapa muda wote. Lazima niende nikatafute. Wanaobaki muda wote hapa ni madiwani. Kuna waasii sana madiwani wangu wote wahakikishe ya kwamba wanawafuatilia watendaji ili mradi usichelewe. Na nanyi nawaomba kila wakati mwe mnatuchokonoa kuuliza. Mkutana madiwani mnawauliza ili waone aibu, tuhakikishe kwamba tumefanyaje, tunatekeleza. Huu ndio ukombozi wetu. Hakuna njia nyingine ya kurudisha hadhi ya Ujiji, kuwapa kazi watu wetu, kuwapa kazi wananchi wetu, kutuondoa kwenye umaskini, zaidi ya kurejesha Ujiji kama kituo cha biashara katika eneo la Maziwa Makuu. Tunaomba sana wananchi tushirikiane, tuondoe tofauti za vyama hili letu wote. Na ndio maana nimepambana kuhakikisha Ujiji bandari inajengwa, na madiwani tumeshirikiana nao sana kuhakikisha kwamba bandari inatangazwa inajengwa. Walileta maneno kwamba ilipo eneo hapa bandari itakuwa ghali sana, tukamwambia chagueni sehemu nyingine mnayotaka. Kuna eneo ambalo halmashauri ilikuwa imepanga kwa ajili ya mahoteli, wakati sisi tunataka hapa, wakijua labda madiwani watakataa. Madiwani wakasema chukueni hapo hapo, sisi tunachokitaka ni bandari, sababu tuna mipango mikubwa sana. Na ndio maana tunasisitiza sana kufungua Ujiji Kasulu Road na kufungua kwenda huko. Na huku kama alivyoeleza Ismail, huku ni neema tu. Huku Kagera ni neema tu. Kagera ndiko ambako tuna mradi mkubwa unaofadhiliwa na Kuwait kwa ajili ya kulima mpunga hekta 3,000. Kagera ndiko tunakuanza utekelezaji wa mpango wetu wa kilimo cha michikichi. Manispaa imetenga jumla tunataka hekta 10,000 ndani ya manispaa zilime michikichi jumla. Na ni wananchi ndio wanatakiwa walime. Nyinyi. Kwa sababu mtajenga mabarabara, mtajenga mabandari, kama nyinyi hamna hela, hiyo barabara atapita nani? Ndio maana lazima miundombinu iendane na mipango ya kiuchumi. Huku Kagera kuna miradi miwili mikubwa. Tunaanza na hekta 3,000 za mpunga, tunaenda na hekta 700 za michikichi. Lakini mwaka huu tunaanza na hekta 100 ili tuanze kidogo tupime tuone, alafu tutafanya kwa kasi kubwa zaidi. Sije tukaanza likubwa Afrika linaharibikia njiani tukapoteza fedha zaidi. Na nawashukuru sana madiwani wamelisimamia hili vizuri, wameliweka kwenye mipango na wametenga fedha za kununua miche ya kuwagaia wananchi hekta 100 za michikichi. Sifa ni moja tu, uwe maskini kwa vigezo vyote vya umaskini. Tunakupa hekta hii 1 ni michikichi 150. Sababu rafi ni michikichi 143. Tunashumu labda 7 inaweza ikaharibika. Michikichi 150. Unapanda, unasimamia, mtakuwa kwenye ushirika ili tuweze kuwasimamia vizuri. Mungu akujalia miaka 3 unaanza kuwa na mapato ya milioni 9 kwa mwaka kwa michikichi 150 tu ya kisasa.
Mwaka huu tunaanza hekta 100. Sasa nimemsikia Ismail Diwani anasema wale ambao mmevunjiwa sijui Katosho, mliovunjiwa wapi, njooni Kagera. Uwe maskini kwanza. Hatutaki kuwapa rasilimali zetu watu ambao tayari wana uwezo. Tunataka tuwa uplift watu maskini. Na ndio maana halmashauri yenu, madiwani wenu wametenga bajeti ya kuanza kupanda mwaka huu mwezi wa Oktoba, mvua zikinyesha, hekta 100. Ina maana ni miche 15,000 ya migazi. Mwakani tutaongeza zaidi mpaka tufikie zile 7,000 tuzimalize, na maeneo mengine. Wale ambao wana maeneo yao wanataka kulima michikichi nje ya Kagera, waone madiwani, wamuone mwenyekiti Ruhomvya kuweka utaratibu, kwa sababu lengo letu tuwe na vyanzo vya mapato vyenu nyinyi wananchi. Tukifanya ile kazi ya michikichi na mchele pale kule Kagera, tukifanya kazi ile na kazi hii ya Ujiji City na bandari pale Ujiji na hizi